Karibu mpenzi mtazamaji wetu wa Mzee Yakobo Sports TV kwa ajili ya kuweza kuangalia tetesi za soka zilizojili barani Ulaya, ikiwa leo ni tarehe ile 18 Desemba. Moja kwa moja na kukaribisha uweze kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza kitufe kilichoandikwa neno subscribe ili uwe karibu zaidi kupata kila update za kimichezo tunazokuwekea katika channel yetu. Moja kwa moja tuanze na kule jijini Manchester United. Kumekuwa na mvutano katika klabu ya Manchester United na klabu ya AC Roma ya kule Italy juu ya mustakabali wa usajili wa mshambuliaji Joshua Zirkzee. Mara kwa mara tumekuwa tukikuletea taarifa za Joshua Zirkzee juu ya tetesi zake za kwenda AC Roma, lakini pameibuka utata mara baada ya klabu ya AC Roma kuonekana kama haikubaliani na ada ya uhamisho ambayo Manchester United wamepanga. Mwanzoni Manchester United walisema watu muachia Joshua Zirkzee kwa mkopo au watamuachia kwa moja, na kitita ambacho wamekipanga ni shilingi paundi milioni 35 za Uingereza ili kuweza kumpata Joshua Zirkzee, lakini klabu ya Roma wao option yao walimtaka kwa mkopo, na kama ni kumnunua moja kwa moja hawahitaji kulipa hii fedha ya paundi milioni 35, wanafikiria kulipa chini hapo, lakini Manchester United wao hawatomwachia kama fedha hizi hazitolipwa, kwa sababu target yao Manchester ni kumuuza Joshua Zirkzee kupata pesa ambazo wataongezea kwenye usajili wa kiungo wa kati ili kuimarisha safu yao ya ulinzi. Kwingineko, klabu ya Barcelona wanania kumuongezea mkataba kocha wake Hansi Flick hadi mwaka 2028, licha ya kocha huyo Mjerumani mwenye umri wa miaka 60 kusaini mkataba mpya na mabingwa wa Hispania hadi 2027, lakini Barcelona wamekuwa wakivutiwa na kiwango cha kocha huyu, ndio maana wanataka kumuongezea mkataba zaidi hadi 2028. Pia tukisalia hapo Barcelona wanaendelea kufuatilia namna ya kumpata beki wa Hispania na wa Aston Villa Pau Torres mwenye umri wa miaka 28, pamoja na beki wa Ujerumani na Borussia Dortmund Nico ambaye ana umri wa miaka 26. Wanasaka kusajili beki wa kati anayecheza upande wa kushoto ili kuimarisha safu yao ya pembeni. Kwingineko tuende paka pale darajani Stamford Bridge. Kipaumbele cha klabu ya Chelsea katika dirisha la usajili majira ya joto, Chelsea inapanga kuimarisha safu yake ya kiungo wa kati, na majina ya wachezaji ambao Chelsea imewataja ni target yao kwenye dirisha la msimu wa joto ni Kobe Mainoo wa Manchester United pamoja na Adam Wharton wa timu ya Crystal Palace. Wachezaji hao wawili Chelsea mmoja wapo basi wanaamini watamnyakua ili kuimarisha safu yao ya ulinzi. Wewe kama mpenzi wa Chelsea, yupi unatamani hasa aongezeke pale katikati kucheza na kina Saicedo, kina Enzo Fernandez, Adam Wharton au Kobe Mainoo? Unaweza ukatuambia kwenye comment. Kwingineko, klabu ya Crystal Palace wanasaka beki wa kulia wa pembeni, right wing back, katika dirisha la usajili la Januari mara baada ya jeraha la beki wao Daniel Munoz ambalo linaweza kumweka nje kwa muda mrefu mchezaji huyo wa Colombia mwenye umri wa miaka 29. Hivyo basi miongoni mwa mabeki wa pembeni ambao wanawavutia Crystal Palace ni Sacha Boey wa Bayern Munich na beki wa Ufaransa mwenye umri wa miaka 25 anayetarajiwa kuondoka klabu ya Bundesliga mwezi ujao. Hivyo Crystal Palace wanaangalia kama watampata beki huyo ili awasaidie kwenye kufidia lile gap walilolipata kutokana na majeraha ya Daniel Munoz. Kwingineko, kocha wa Crystal Palace Oliver Glasner anaamini kuwa beki wa England Mark Guehi atamaliza mkataba wake kubaki klabuni hapo mpaka mwisho wa msimu. Hataondoka, ndicho anachoamini kocha huyo, kwamba hataondoka, atabaki hapo mpaka mwisho wa msimu. Taarifa yetu tulionayo siku ya leo ni kuhusiana na kocha wa Manchester United wa zamani Ole Gunnar Solskjaer. Ameweza kutoboa siri kwamba aliwashauri Manchester United kipindi kile ni kocha wa msajili Erling Haaland, Jude Bellingham na Declan Rice, lakini badala yake Manchester United wakamsajili Donny van Dijk, Jadon Sancho na Cristiano Ronaldo, lakini yeye mapendekezo yake anadai yalikuwa ni Erling Haaland, Jude Bellingham na Declan Rice. Ameitoboa hiyo siri mara baada ya mwenendo wanaoendelea nao Manchester United katika timu yao. Hivyo basi hapo tumefika tamati wa tetesi za usajili. Karibu subscribe channel yetu. Bye bye.